Habari ya siku kadhaa zilizopita. Natumaini nyote ni wazima. Na mimi namshukuru Mungu, alhamdulillah, ni mzima, tena mzima wa afya kabisa. Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Mkosi. Story inamuhusu kijana Steven. Story hii imeandikwa na Richard Swaleh na mimi ni msimulizi wako Hamis Mohamed Mshana. Nilikaa kama dakika 15 hivi nikiwa sielewi cha kufanya. Jasho la uoga lilinitoka. Bila kujali upepo wa feni uliokuwa ukipuliza, nilikuwa nimepagawa na maswali mengi bila majibu kichwani kwangu. Amekufa. Itakuwa anaigiza. Kwa nini aigize hivi? Nini kimetokea? Nitawaambia nini wazazi wake? Nitapewa kesi ya mauaji. Nilihisi kupasuka ubongo. Nilihisi moyo wangu unachanika. Nafsi yangu ilitawaliwa na maumivu makali, ikijaribu kupambanua kutoka kwenye ndoto hii, lakini wapi? Sikuwa naota. Huyu ni mimi, Steve. Na huyu alilala kwenye kitanda changu ni Isha. Amekufa. Mwanamke niliyempenda sana amekufa mikononi mwangu tena. Nililia kwa uchungu sana. Nikawa nasema maneno. Nilikwambia Isha, nilikwambia. Huu ni mkosi nilokuambia siku nyingi. Sikutaka tena iwe hivi, lakini wewe ulinishawishi kwa mapenzi yako matamu na ya dhati ulionionyesha. Nitafanya nini Isha? Nililia huku nikijiambia maneno haya, nikiwa naziangalia bangili hizi za chuma nilizovishwa mikononi mwangu, huku mlio wa gari la wagonjwa ulizidi kunifanya nione kama naangalia movie. Yaani kila kitu ni kama kilikuwa kwenye slow motion. Wakati mwili wa Isha ukipakizwa kwenye gari, umefunikwa na shuka jeupe, niliishia kupiga magoti na kulia kwa uchungu, huku nikiamini kuwa nitapata kesi ya kumuua mchezaji mwenzangu ambaye tulikuwa na mechi nzuri ya furaha jana usiku. Lakini ghafla alikuja askari na kuniambia, kijana, usiogope wala usijali. Hapa uko kwa ajili ya kutoa maelezo tu. Vipimo vya hospitali vinaonyesha kuwa alikufa kwa shambulio la moyo, lakini ni muhimu kupata maelezo yako kutoka kwako. Hii kauli ilikuwa ina maana kubwa sana kwenye maisha yangu. Yaani ilimaanisha kuwa sina hatia mbele ya sheria. Ilimaanisha kuwa niko huru. Lakini niko huru na nini kama bado nachekwa na wale waliotuonea wivu, wakisema mimi ni muuaji? Nilijifanya mjanja kila kauli chafu nilipewa na kujifanya kuwa mnyonge, tena mnyonge sana. Siku moja nikiwa na toka kuchukua chakula cafeteria, bahati mbaya niliangusha sahani yangu ya chakula katikati ya kundi la watu. Vicheko na maneno ya kejeli vilitawala kila kona. Mara Romeo bila Juliet sasa. Mara Kikuapi, Bwana Jackie bila Rose wa Titanic. Katikati ya maneno yote, ukimya ulitawala baada ya kauli moja yenye kejeli zaidi. Huyo alikuwa si mwingine, alikuwa ni Caesar. Akasema, yaani majina ya kina Steve bwana, mambo yao
Yule mwingine alisukumwa chali. Huyu mwingine kaamua kumpelekea moto mpaka kuua. Aliongea kama anasoma habari. Habari hii ilinivunja moyo kwenye mapande matatu, kila moja likiwa na swali lake. Swali la kwanza, kweli mimi nilimuua Isha? Swali la pili nilijiuliza, kwa nini amuhusishe The Great? Na swali la tatu, kwa nini niliamua kusahau kuhusu mkosi nilionao na kuamua kujitupa kwenye mahusiano? Wakati bado nipo kwenye butwaa la maumivu, nilisikia nashikwa mkono kutoka katika msitu ule wa matusi na kejeli. Na huyo hakuwa mwingine, alikuwa ni Faidha. Alinivuta mpaka pembeni na kuniambia, kaa hapa nisubiri kwa dakika moja na kuja, usiondoke hapa. Sauti ya Faidha ilinifariji na kunipooza moyo wangu. Wakati akiniambia nisubiri pembeni ya gari lake, mimi nilimuona Isha akiniambia, nimerudi kwa mapenzi Steve. Nilisubiri hapo mpaka aliporudi na kunipakiza kwenye gari lake na kunipeleka kwenye mandhari ya tofauti. Hapa ni kwenye geto lake alilopanga. Kisha Faidha akaniambia mimi, utakaa hapa kwa siku kadhaa mpaka utakapokuwa sawa. Lakini mimi sikuwa tayari kukaa kwa Faidha. Nilimwambia, usijali, mimi niko sawa, naweza kwenda kwangu. Faidha aliniambia, najua kwako pana kumbukumbu mbaya, huwezi kuishi pale bila kuwa na Isha, na mimi nadhani ni muda wa wewe kumsahau Isha na kuwapa nafasi watu wengine kwenye moyo wako. Aliongea huku akiwa analegeza macho yake na kulamba midomo yake. Nilimuuliza, unamaanisha nini Faidha? Akaniambia, kiukweli nimekuwa nikikupenda na kutamani kuwa na wewe muda mrefu. Ni kama Isha aliniwahi tu, na kwa kuwa sasa hayupo, nadhani hii ni nafasi ya mimi kukupa kile unachostahili Steve. Nikamuuliza, unaongelea nini Faidha? Huoni hata aibu? Yule alikuwa ni rafiki yako wa karibu kwako. Unadhani mimi nitawezaje kufanya hivyo? Na watu watanionaje mimi? Basi Faidha, kwa kuwa alikuwa ameshaamua lake, aliniambia, tatizo lako ndo hilo Steve. Unajali watu wanasema kuliko unavyojali hisia zako. Hebu jifikirie mara mbili. Sistahili hii nafasi? Aliongea huku akiangalia mwili wake kwa kunitamanisha. Nilisimama na kugeuka pembeni na nikamwambia, hapana, sitaweza Faidha, utanisamehe, naomba niende. Alinijibu na kuniuliza, kweli? Nilipogeuka nilikuta kavua nguo zake zote na kuiacha ngozi yake nyeupe na nyororo wazi, akijigeuza kunionyesha pande zake za nyuma za mwili wake. Nilipogeuka nilikuta kavua nguo zake zote na kuiacha ngozi yake nyeupe na nyororo wazi, akijigeuza kunionyesha pande zake za nyuma za mwili wake zilizojazwa nyama laini na ya kuchambuka, huku akijishika kifua chake chenye viziwa vidogo laini. Alizidi kuniweka kwenye butwaa, akinisogelea na kuanza kuongea masikioni mwangu kama ananipuliza. Ndiyo, kama anapuliza kumbukumbu za maumivu na machozi ya siku kadhaa nyuma. Hakukuwa na nafasi ya kujitetea na sijui kama anapaswa kulaumiwa. Faidha aliniambia,
Nashukuru kwa hii nafasi Steve. Kwa utamu huu sijui kama nitaweza kukuacha. Nilimwambia, lakini haina cha lakini. Usipotaka nitakutaka. Nitakufuata popote pale. Nitahakikisha watu wote wanajua kuwa unatembea na mimi. Huu ulikuwa ni mwanzo wa penzi jipya kwa Steve. Je, unataka kujua kwa nini Faida aliamua kumsaliti rafiki yake ambaye alifariki? Usisahau kuendelea kufuatilia sehemu ya 3 ya Mkosi. Pia usisahau kutufuatilia katika channel yetu hii ya YouTube ya Dasturi Media. Pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii. Yote tunapatikana kwa jina la Dasturi Media.